Nataka nikiri kwamba mimi binafsi sikutarajia kadhia hii ingetokea kwenye nchi yetu kipindi hiki ni kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Jambo hili limenitwisha mzigo mzito mabegani kwangu. Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kama alivyoweza kutangulia kuzungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kuweka wazi kwamba yote yanayozidi kutokea hivi sasa chini ya uongozi wake ni mambo ambayo yanazidi kumpa wakati mgumu. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kuelekea katika ukurasa wetu rasmi wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, Rais Mama Samia Suluhu Hassan binafsi ameweza kukiri na kuweka hadharani ya kwamba kweli changamoto anazozidi kuzipitia hivi sasa, mengi yote yanayozidi kumkumba ama kukumba serikali yake yaliweza kusababishwa na maandamano ya vijana Gen Z yaliyokuwa yameweza kufanyika mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba baada ya maandamano hayo kufanyika, iliweza kuonekana wazi ama moja kwa moja ya kwamba viongozi wakuu wa CCM walikuwa wakijali maslahi yao binafsi na sio kujali mwananchi wa chini katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi sifa ya Tanzania kimataifa iliweza kuharibiwa pakubwa, jambo ambalo linazidi kusababisha hadi leo hii uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa hayo ya kigeni. Pia mtazamaji wangu, kuna wasiwasi wa ukopeshaji kutoka katika mataifa hayo ya kigeni. Mtazamaji wangu, mataifa ya kigeni yameweza kuamua kwamba hayako tayari kujihusisha na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ili iweze kubainika ya kwamba mataifa hayo yanaunga mkono yaliyoweza kufanywa na serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia mtazamaji wangu, kuna hatari ya kupoteza misaada ya nje, jambo ambalo linazidi kusababisha uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa kuendelea kuiomba pakubwa. Pia mtazamaji wangu, kuna ugumu wa kupata mikopo, jambo ambalo hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania tunashuhudia idadi kubwa ya wananchi wa kawaida kutoza ushuru wa juu, jambo ambalo linazidi kusababisha gharama kubwa ya maisha. Ni kutokana na ugumu wa kupata mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, ndipo ambapo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan unazidi kuchukua maamuzi ya kutoza ushuru na kusababishia wananchi wa Tanzania gharama kubwa ya maisha ili waweze kuweka nafasi ambazo hawajaweza kuchukua mikopo hiyo na uchumi uweze kuendelea kama kawaida. Pia mtazamaji wangu, kuna mazungumzo na taasisi za kimataifa kuwa ngumu. Mtazamaji wangu, hivi sasa sote tunafahamu kwamba kuna baadhi ya taasisi zilizokuwa zikichangia pakubwa uongozi katika serikali zilizotangulia hapo awali, ila kwa hivi sasa mtazamaji wangu, serikali hii yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan inazidi kupata kipindi kigumu kupata nafasi hata ya kuzungumza na taasisi hizo. Pia mtazamaji wangu, kuna vifo na uharibifu wa mali katika maandamano ya Oktoba 29. Tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo kuliweza kuwa na idadi kubwa ya vijana Gen Z walioweza kupigwa risasi kuaga dunia, na leo hii ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026 iliweza kuwa ni siku ya kumbukumbu kwa wote walioweza kupigwa risasi ama kuaga dunia kutokana na wao kutambuliwa kama mashujaa waliokuwa wameweza kujitokeza wakati huo kuwasilisha maelfu ya vijana Gen Z ama mamilioni ya Watanzania kwa ujumla. Pia mtazamaji wangu, vijana wengi kukamatwa kwa
mashtaka mazito. Sote tuliweza kushuhudia kweli uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ulikuwa umeweza kutangaza msamaha kwa wote walioweza kukamatwa na kushtakiwa ama kufunguliwa kesi kuhusiana na maandamano yaliyokuwa waweze kuachiwa huru. Ila Watanzania wengi, mtazamaji wangu, hadi leo hii hawazidi kufurahia baada ya kiongozi Mheshimiwa Humphrey Polepole aliyeweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Hadi leo hii uwepo wake haujaweza kujulikana. Pia mtazamaji wangu, kuna kulazimika kutoa msaada kwa vijana. Kweli moja ya ahadi iliyokuwa ikitarajiwa kufanikishwa pakubwa na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni kuweka ajira kwa vijana Gen Z, ila hilo hadi leo hii halijaweza kufanikishwa. Hii hapa ikiwa ni dalili mbaya kwa uongozi ulioko madarakani, kwani kwa uongozi wa aina hiyo, uongozi ambao hauzidi kuwajibika na hata kufanikisha ahadi walizoweza kuziahidi kwa idadi kubwa ya vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania, mtazamaji wangu, hakuna yeyote yule yuko tayari kuamini viongozi wa serikali hiyo ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia mtazamaji wangu, kuna serikali kulazimika kubadilisha mikakati wa ufadhili. Mtazamaji wangu, ni kweli hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo ufadhili uliokuwa ukitoka katika mataifa ya kigeni na kuingia katika Jamhuri ya Tanzania haitakuwepo tena. Je, pengo hilo uongozi ulioko madarakani utaweza kuwajibika kwa namna gani ama njia gani? Ndipo ambapo upungufu baada ya kusitishwa kwa ufadhili huo kusiweza kuathiri mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania ambao alikuwa akiutegemea pakubwa. Hii hapa mtazamaji wangu ndiyo moja ama baadhi ya sababu ambazo zinazidi kusababisha uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwa katika hali mbaya ya kisiasa, jambo ambalo linazidi kuchangia pakubwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kupoteza imani kabisa na uongozi wake na kumsababishia kuwa katika kipindi kigumu. Pia mtazamaji wangu, kuna hoja ya 10, taswira ya taifa kuchafuliwa mbele ya wadau. Mtazamaji wangu, tumeshuhudia mapema mwaka 2026 baada ya rais katika taifa jirani la Kenya aliweza kuweka hadharani kwamba kutakuwa na kiwanda kitakachokuwa kikijengwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila juzi kati, mtazamaji wangu, taarifa iliweza kuibuka na kubainika kwamba kiwanda hicho kilichokuwa kikitarajiwa kujengwa katika Jamhuri ya Tanzania hakitakuwa kikijengwa tena katika Jamhuri ya Tanzania, bali kitakuwa kikijengwa katika taifa jirani la Kenya. Hapa hivi mtazamaji wangu, kutakuwa na ukosefu wa ajira kwa idadi kubwa vijana Gen Z ambao wangeweza kujengewa ama kunradhi, vijana Gen Z pamoja na Watanzania kwa ujumla kupata kazi kutoka katika kiwanda hicho, ila fursa hiyo imeweza kutolewa katika Jamhuri ya Tanzania na kupelekwa katika taifa jirani la Kenya. Je, mtazamaji wangu, mtizamo ni upi? Baadhi ya Watanzania wanazidi kutoa maoni kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan yeye kutokuwa tayari kusikiliza vijana Gen Z. Hayo ndiyo madhara ambayo anazidi kuyapata hivi sasa. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.